الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukiwa katika tarehe 29 ya mwezi wa mtukufu Ramadhani ya mwaka 1441 ambayo ni sawa na tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2020 miladia, katika asri ya siku Ijumaa. Tuitumia fursa hii baada ya kumshukuru na kumhimidi Allah tabarak wa taala kwa masiku haya matukufu ambayo ametuwezesha wengi wetu kufunga na kuyafanya mengineyo katika mambo ya khair. Baada ya kumhimidi juu ya hayo, lakini pia kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ziada katika khair, atuwafikishe katika mambo ya khair katika uhai kabla ya kufa, na azitakabali amali zetu, tujalie kwa sisi ni wenye kufanya amali kwa ikhlas kwa ajili ya kumridhisha yeye subhanahu wa ta'ala na kutafuta ujira kwake. Sasa kuna mambo muhimu ya kuyazungumza. Jana nilizungumzia suala la swala ya Eid, na leo nataka kuzungumzia jambo la zakatul fitr. Nitalizungumza kwa ikhtisar, na kuna baadhi ya shubuhati na maneno ya utata. Kuna baadhi ya shubuhati na baadhi ya maneno ya utata ya baadhi ya watu katika ulinganizi. Kuna haja ya kuyaweka sawa kama ilivyokuwa kawaida yetu. Pale panapokuwa panatatiza, basi panasawazishwa kwa maslahi ya dini na si kwa maslahi ya watu binafsi. Zakatul fitri imefaradhishwa mwaka wa pili tangu kufanya hijra Mtume sallallahu alaihi wasallama Madina. Waislamu na hasa katika zama za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu waliiweka kalenda ya Kiislamu hii tunayohesabu leo kwamba leo ni tarehe 29 ya mwezi wa Ramadhani mwaka 1441. Kalenda hii imehesabiwa tangu siku ya kwanza alipohama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile siku alipoingia Madina, alipohama kutoka Makka kuja Madina, Waislamu wakaanza kuhesabu ile tarehe moja. Tarehe ya Kiislamu ikaanzia pale, na ndio maana tarehe ya Kiislamu inaanza tarehe moja mwezi wa Muharram. Na hili liliwekwa na sahaba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mwaka wa pili hijiria, yani kwa maana kwamba tarehe rasmi basi ya kuzingatia ni tarehe moja, yani kuanzia Muharram mwaka mpya, tarehe moja na kuendelea ni wakati wake jambo hili liliwekwa. Sasa mwaka wa pili Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina, ikaja amri ya watu kufaradhishiwa zaka ya fitri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaiweka hii, na imeitwa zakatul fitri, yani zaka ya kufungua, kwa sababu katika lugha ya Kiarabu kuna utaratibu wa kuviegemeza vitu kwenye wakati wake, kuishiria kwamba kitu hiki kimefanyika kwa wakati fulani au sababu yake ni wakati fulani. Kwa hiyo imeitwa zakatul fitri kwa sababu hutolewa wakati wa watu wanapofungua, ile siku ambayo sasa watu wanafungua, hawafungi tena Ramadhani, ndio siku ya kutolewa zakatul fitri. Kwa hiyo ikaegemezwa kwenye wakati huo, kama tunavyosema salatul fajri, swala ya wakati wa alfajiri imeitwa vile kwa sababu yaswaliwa kwa wakati ule, au salatul maghribi, swala ya wakati wa maghrib
imeitwa swala ya maghrib kwa sababu huswaliwa kwa wakati ule. Kwa hiyo swala la zaka kuitwa zakatul fitri ni kwa sababu imeegemezwa katika kufungua. Malengo ya kuwekwa zakatul fitri ameyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa mukhtasari ni kwamba lengo kuu ni kumtakasa mtoaji zaka ile, kuitakasa nafsi yake, atakiwa atakaswe huyo. Kuna kuitakasa na kuziba mapungufu ya saumu yake aliyofunga, kwa kuwa yeye ni mwanadamu, kuna kuteleza, kuna hili na lile katika mambo ya mabaya, kasema neno baya, neno chafu, kafanya kitendo kibaya katika mwezi wa Ramadhani. Sasa atoa zakatul fitri ili imtakase na kufidia yale mapungufu yaliyojitokeza kwenye saumu, lakini pia katika malengo yake ni kumpa furaha maskini na fakiri wa Kiislamu na kumzuia asihangaike kutafuta riziki ile siku ya Eid. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أنا سمع متوم صلى الله عليه وآله وسلم amefaradhisha, anasema Ibn Abbas, amefaradhisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam zaka ya fitri kwa ajili ya kumtakasa mfungaji au mwenye kufunga dhidi ya vitendo vya puo, yani porojo na maneno machafu, minal-laghwi, kumtakasa dhidi ya vitendo vya puo, yani upuzi, porojo, warafathi, na maneno machafu, wa tu'matan lilmasakin, na kwa ajili ya kumlisha maskini. Faman addaha qabla as-salati, basi yoyote atakayeitoa kabla ya swala ya Eid, yani fahiya zakatun maqbula, basi hiyo ni zaka yenye kukubaliwa. Waman addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat, na mwenye kuitoa baada ya swala basi hiyo ni sadaka tu miongoni mwa sadaka, kwa maana kwamba wakati wake ni kabla ya swala ya Eid. Kabla salatul Eid watakiwa utoe zakatul fitri. Wanachuoni wamekhtalifiana kuhusiana na mwanzo wa zakatul fitri. Wengi katika wanachuoni, nikisema wengi na kusudia jamaahiru ahlul ilmi, wanasema kwamba muda wake unaanzia ghurubu ash-shamsi, ni ile wakati wa kuzama jua kuingia katika usiku wa Eid. Yani jua likishazama, lishaingia maghrib, kesho Eid, asubuhi yake ni Eid, basi kuanzia maghribi ile ni wakati wa zakatul fitri. Abu Hanifa na baadhi ya wanachuoni wengine wanasema wakati wake ni min tulu'il fajri min yawmil Eid, ni kutoka kuchomoza alfajiri ya siku ya Eid. Sawabu ni kauli ya jumhur ahli ilmi kwamba wakati ni min ghurubi ash-shams, ni kutoka kuzama jua katika usiku ule wa Eid, min ghurubi ash-shamsi li lailatul Eid. Kwa hiyo mtu atakiwa atoe zaka kwa wakati ule na kabla ya swala ya Eid utoe zaka. Hukumu ni faradhi, kwa maana ni wajibu na ni lazima kwa kila Muislamu anayemiliki chakula cha ziada katika siku ile ya Eid, basi ile ziada yake aitoe. Si lazima awe tajiri kama ilivyokuwa kwenye zaka nyingine. Zaka hii iko tofauti. Hii ni ule ukwasi tu utakaokuwa nao siku ile, waona kwamba mimi asubuhi natumia kiasi fulani niko nacho, mchana natumia kiasi fulani na familia yangu niko nacho, na cha usiku, chakula cha usiku ni kiasi fulani na familia yangu niko nacho. Hiki kilichozidi sasa
waambiwa wewe kitoe zakatul fitri mpe mwingine ambaye hana, mpe ndugu yako muislamu ambaye hana, mpe furaha na yeye. Kwa yule anayemiliki chakula cha siku ile, huyo ndio anatakiwa atoe zakatul fitri, na haikuwekwa kwa ajili ya matajiri wenye kumiliki mali nyingi kwamba hao ndio watoe zakatul fitri. La, nisabu ya zakatul fitri ni kiasi cha kuwa wewe wamiliki chakula chako cha siku ile ya Eid, kitakachozidi zaidi ya hapo mpe mwenzako na wewe. Kwa hiyo itakuwa ina manufaa na wewe, kwa sababu itakutakasa wewe nafsi yako, itaitakasa saumu yako, na lakini utakuwa umempa furaha ndugu yako Muislamu. Pana ilal murakkaba, si jambo moja. Lengo si kumpa furaha maskini tu, bali kuna lengo ambalo pia larudi kwako wewe Muislamu. Tayeb, na haina haja kuuliza kwamba fulani anacho fulani hana. Wewe ushadhania kwamba pengine fulani huyu hana, mpelekee, mpe. Na mwingine akakudhania wewe kumbe kwamba huna, ukapewa hivyo hivyo, ili mradi watu upeana na utoa zakatul fitri kwa ajili ya kupeana, kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kufurahishana. Kwa hiyo wanaostahiki ni mtu atajitolea yeye mwenyewe nafsi yake, na kama ana familia, kwa maana ana mke, atamtolea mkewe au wake zake, atawatolea watoto wadogo ambao wako chini ya uangalizi wake, bado hawajajitegemea. Yani wewe na watoto wako pengine ana miaka 15, 17, ana mwaka mmoja, ana miezi, ana siku kadhaa, lakini bado yuko chini ya himaya yako. Ana miaka 18 yuko kwako, lakini hajaanza kujitegemea, kwa maana anategemea kipato chako wewe ndio hali. Huyu unayemlea huyu pia watakiwa umtolee zakatul fitri. Na wengine wote ambao wako chini ya himaya yako wewe, hata kama si watoto wako wa kuwazaa, lakini umchukua kijana wamlea, chukua mtoto umemlea kwamba huyu kunaye nyumbani kwangu, mtoto wa dada, mtoto wa kaka, mtoto wa shangazi, mtoto wa kadha, uko nao katika nyumba yako na unategemea posho yako wewe, basi hawa unatakiwa watolee zaka. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama anavyosema Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anasema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakata al-fitri sa'an min tamrin au sa'an min sha'irin ala al-'abdi wal-hurri. Amefaradhisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ya fitri, pishi moja ya tende au pishi moja ya shairi, ngano nyekundu ile, juu ya mtumwa na muungwana. Anayetolewa awe ni muungwana au mtumwa, yeyote atatolewa katika hawa. Wadhakari wal untha, na mwanamume na mwanamke. Utasema yule mwanamke atatoa vipi zakatul fitri? La, hata wanawake pia wanatoa zakatul fitri. Wasaghiri walkabiri min almuslimin, na mdogo na mkubwa miongoni mwa Waislamu. Wa amara biha, anasema Abdullah ibn Umar, wa amara biha, na ameamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo zakatul fitri, an tuadda qabla khuruji an-nas ila as-salah, itolewe kabla ya watu kwenda kwenye swala. Maneno haya yasingatieni, yale maneno ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Yale yazingatieni na haya maneno katika hadithi ya Ibn Umar, wa amara biha an tuadda qabla khuruji an-nas ila as-salah, na ameamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam itolewe hiyo zaka kabla ya kutoka watu kwenda kwenye swala. Hadithi ipokewa na Imam al-Bukhari katika sahihi yake, hadithi nambari 1503, na kadhalika Imam Muslim rahimahullah rahmatullahi alayhima katika sahihi yake, hadithi nambari 984. Aina ya chakula ambacho kinatakiwa kitolewe, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza aina ya vyakula vinavyotakiwa kutolewa fitri. Ima inawezekana mtu akatoa fitri ngano, au akatoa fitri zabibu,
au akatoa fitri tende au maziwa ya unga, vyote hivi hutolewa, lakini kipimo chake ni pishi moja ya vitu hivi, pishi moja ambayo ni sawa sawa na kilogramu 2 na gramu 40, sio gramu 400 wala 500 kwamba ni nusu, la, kilo 2 na gramu 40 ndio pishi moja. Kwa hiyo si vibaya mtu akaamua akatoa ziada, labda akaamua akatoa kilo 2 na robo badala ya gramu 40 akaamua atoe gramu 250 ndio robo, au akatoa nusu akatoa kilo 2 na gramu 500, si vibaya. Kwa hiyo pishi moja ni ya ngano au pishi moja ya zabibu au tende au maziwa ya unga. Haya ameyataja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi iliyotangulia hapo, saa min tamrin au saa min sha'irin ala al-'abdi wal-hur. Lakini je, itafaa kutoa chakula kingine kisichokuwa ngano na shairi? Shairi sasa hivi mara nyingi sana ndio inatumika kutengenezea pombe. Ngano nyekundu ambayo mara nyingi hutumika kutengenezea mapombe hayo ya kisasa na bia hayo. Sasa je, itafaa kutolewa chakula kingine? Maana wanawachuoni huwa wasema kitolewe chakula cha watu wa mji. Kama watu wa mji huu wanakula sima, ni ugali wa mahindi mathalan, ndio chakula chao siku ya Eid wakafurahi, au chakula chao ni ugali wa muhogo, au chakula chao ni makande, mahindi yakachanganywa na maharage, au chakula chao ni mtori, je, yafaa kutoa vyakula vingine siokuwa hivi vilivyotajwa? Jawabu, kuna kauli mbili za wanawachuoni. Kauli moja inasema kwamba kama vyakula vilivyoainishwa havipatikani au vipo, basi vitolewe hivyo kwanza. Toa ngano, toa tende, mpe maskini. Toa maziwa ya unga, mpe. Kwa sababu wengine wanasema mtindi, lakini sawa sawa aqit, kama ilivyotajwa katika hadithi. Aqit ni labanu al-ghanam al-mujaffaf, labanu al-ghanam al-mujaffaf ni maziwa ya mnyama yaliyokaushwa. Huwa yanachemshwa alafu yanakaushwa, inakuwa ni unga. Sasa inakusudiwa haya. Sasa wao walikuwa wakitumia katika wakati ule. Je, yafaa mtu kutoa vingine sio kuwa hivi vilivyotajwa? Akatoa chakula kingine, mfano akatoa mchele, au katika mji watu hutumia dengu katika chakula chao. Je, yafaa kutoa dengu mathalan, au lazima zitolewe tende au itolewe shairi au itolewe ngano nyingine? Jawabu ni kwamba itafaa. Kwa nini? Kwa hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri. Kwa kuna kauli mbili. Kauli ya kwanza wanasema kwanza hivi vikiwepo basi kisitolewe kingine, na kama hivi vilivyotajwa katika hadithi havipo basi vitolewe hivyo vingine vitakavyokuwepo ambavyo ndio vyakula vya watu wa mji huo. Wengine wanasema hapana, hata kama hivi vipo, kinakachoangaliwa ni chakula cha watu wa mji ule, watu wa mji huu wala nini, basi kitolewe chakula hicho. Ushahidi ni hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, pale Mtume pale aliposema Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kunna nukhriju zakata al-fitri sa'an min ta'amin, tulikuwa tunatoa zakatul fitri pishi ya chakula. Kasema ta'am, sa'an min ta'amin, pishi ya chakula, au sa'an min sha'irin, au pishi ya ngano nyekundu, au sa'an min tamrin, au pishi ya tende, au sa'an min aqitin, au pishi ya maziwa ya unga, au sa'an min zabibin, au pishi ya zabibu. Tataja vyakula aina 5 tena kwa kutumia au sa'an min ta'ami. Kuna watu wasema ta'ami hapa ni ngano,
vipi ije au mbele alafu kuna taam, yani taam saa min taam au saa min sha'ir. Sasa al-Imam Abu al-Walid Sulaiman bin Khalaf bin Khilaf al-Baji, Abu al-Walid al-Baji al-Qurtubi al-Andalusi rahimahullah ta'ala, amefariki mwaka 474. Alipokuwa akifafanua hadithi hii akasema al-ismu la yutlaqu la yantaliqu alayhi wa wajhu dhalika annahu qala sa'un min ta'amin aw sa'un min sha'irin fasarraha anna al-murad bit-ta'ami ghayra ash-sha'iri. Anasema alikuwa anatoa anajibu, kuna hoja alikuwa anaijibu. Wajhu thani, wajhi wa pili, annahu qala, kwamba yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema sa'un min ta'amin au sa'un min sha'irin, pishi ya chakula au pishi ya shairi, yani ngano nyekundu. Fasarraha anna almurada bit-ta'am, akaweka wazi kwamba muradi wa chakula, muradi wa neno ta'am, akasema wazi kwamba muradi wa neno ta'am ghaira sha'irin, ghaira ash-sha'ir, si sha'ir, kama bayyana anna almurada bish-sha'ir ghaira ma ba'dahu, kama alivyobainisha kwamba makusudio ya shairi si vilivyo baada yake. Lamma awrada bainahuma lafdh at-taqsim, pale alipoleta kati yao neno la kugawa, tamko la kugawa, au at-takhyir, au tamko la kukhiyarisha. Wala yuqsamu ash-shay'u fi nafsihi, wala hakigawanyi kitu chenyewe kwa chenyewe. Pengine labda watakumwelezea Zaid ndiye aliyekuja. Zaid yule ni mrefu, mweupe, ana kadha, sifa zake ziko kadha. Sasa uweze kusema jaa ukaelezea kana kwamba mpe hii Zaidu at-tawil, au kampe Zaidi ukamkhiarisha, au kampe Zaidi al-abyad yule aliyemweupe, ndio huyo hujafanya takhyiri hapa, jambo litarudi pale pale kwa Zaidi. Kwa hiyo au ya taksim haiji katika sura kama inakuja kugawanya vitu viwili tofauti, si kitu kimoja. Tabia ankihi hindan au ukhtaha, muoe Hindi au dada yake, ni vitu viwili tofauti, ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo au ya taksimu imekuja. Al-Imam Abu al-Walid al-Baji anasema wala yuqsamu ash-shay'u fi nafsi kama la yukhbaru bainahu wa baina nafsi, kama la yukhayyaru bainahu wa baina nafsi, kama vile ambavyo hakukhiyarishwi kitu chenyewe kwa chenyewe. Fa in qila faqad rawa Hafs ibn Maysara hadha al-hadith an Zaid bin Aslam, fakisema kwamba amepokea Hafs bin Maysara hadithi hii kutoka kwa Zaid bin Aslam. فقال akasema kunna nukhriju fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akasema tulikuwa tunatoa katika zama za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama يوم الفطر, siku ya fitri, saa min ta'am, pishi ya chakula. Qala Abu Sa'id, akasema Abu Sa'id al-Khudri, wa kana ta'amuna ash-sha'ira waz-zabiba wal-aqita wat-tamra, na kilikuwa chakula chetu ni shairi, ani ngano na zabibu na maziwa ya unga na tende. Anasema Abu al-Walid, inna dhalika kana qutahum al-ghaliba, hakika hicho kilikuwa ndio chakula chao aghlab. Fi dhalika az-zamani, katika wakati huu. Wala yadullu ala anna isma at-ta'am yantaliqu alayhi, na wala haifahamishi kwamba jina la chakula hutumika juu yake, kwamba kikisema chakula basi ni hicho tu. Wao wametumia kwa tafsiri ile aghlab, lakini imesemwa chakula ili ipate kuingia hapo vyakula vinavyotumika katika miji. Kisema chakula ili kipate kutumika kuingia neno hili litumike vyakula vinavyotumika katika miji.
Kwa hiyo katika wakati huo alikuwa chakula chao ni hicho, basi kitatolewa hicho kilichokuwa chakula, kwa sababu Uislamu ni swalihun likulli zamani wa makani. Ni Uislamu unaosilihi. Uislamu ni dini inayofaa na inaosilihi kila wakati na kila mahali. Uislamu ndivyo ulivyo. Pamoja na kwamba mafunzo yatabaki pale pale, lakini maneno ya kisheria yanapokuja mara nyingine yanazingatia hali ya sasa na hali zijazo. Kwa hiyo kama jambo limeelezewa katika hali za kisheria kwamba ni chakula, basi hakitabadilika kwa kitu kingine. Kwa mfano, sasa swali linakuja, je, naweza kutoa kitu kingine kisichokuwa chakula? Kwa sasa zama zimebadilika, tutaendelea kutoa chakula mpaka lini? Watu wana shida nyingi. Utampelekea mchele, utampelekea mafuta, utampelekea ngano, lakini hana gesi huyu. Sasa safadhali umnunulie mtungi wa gesi, tutoe zaka gesi. Lakini hamna luku. Nilikuwa nataka kukoroga vitu vyake mwenyewe pale kwenye blender pale, lakini sasa hakuna. Je, tumnunulie luku iwe zakatul fitri? Kwa sababu zama zimebadilika? Tuambiwa hapana, kwa sababu sheria imetaja masuala ya chakula. Sheria imefanya nas, imetaja kwa lafzi la chakula. Sasa chakula cha watu wa mji huo. Kwa popote utakapokwenda kwamba sasa watu wa mji huu chakula chao ni ugali wa muhogo, zaka yao itakuwa ni ugali wa muhogo, kwa sababu saa min ta'am, pishi ya chakula. Na kutafsiri moja kwa moja chakula hapa ni ngano, si sawa. Kwa hiyo kama watu hawa chakula chao mbiriani, basi mtafutie mchele umpe. Sasa waona kwamba lakini mtampa mchele lakini hana kitoweo, itakuwaje? Hampe na hela. Hiyo sio zakatul fitri, sadaka. Sasa mlango wa sadaka haujafungwa. Kuna watu wasema hivi, sasa wewe utampa zakatul fitri mchele, huyu kaleta mchele, yule kaleta mchele, yule kaleta mchele, sasa kuna godown la mchele. Sasa acha awe nalo, acha awe nalo lake hilo. Zakatu ndio khairi ya Eid hiyo. Sasa hana chakula kingine, hana kitu kingine. Wasema kwamba lakini sasa siku ya Eid hawezi kuuza. Wasema kwamba akauze huu mchele, atakwenda kuuza wapi? Watu wafanya biashara hawafanyi biashara siku ya Eid. Mpe pesa. Sasa mbona wasema apewe pesa huyu? Atakwenda kununua wapi na maduka hakuna? Sio sema siku ya Eid watu hawafanyi biashara wewe. Kwa hiyo ukimpa mchele ukisema apewe mchele basi huu kama umezidi akauze baadhi, wasema siku ya Eid watu hawafanyi biashara. Mpe pesa. Sasa ukimpa pesa atakwenda kununua wapi na biashara hakuna? Kwa hiyo tutabaki katika sheria, na tunapotoa zakatul fitri haina maana mlango wa sadaka umefungwa. Wewe ukaenda kwa ndugu yako na kwamba huyu ni ndugu yangu muhtaji, ukaamua kwamba mimi natoa zakatul fitri hii ngano, chukua ngano, lakini ukanunua na majani ya chai, ukanunua na sukari, ukanunua na chumvi, ukanunua na mafuta, ukanunua na kadha, ukampa na 1500 hii juu, chukua ndugu yangu sadaka hii. Haujafanya jambo la haram, mpe furaha. Mwingine sasa pengine chakula iko nacho, sasa ukimpa hela tatasarrafu mwenyewe. Sasa kama chakula anacho lakini nguo hana, maana yake yafaa kutoa zakatul fitri nguo. Hawa wanaozungumza maana wazungumza pesa tu. Sasa huyu mathalan hana nguo na ni siku ya Eid, au mtoto wake hana nguo au hana viatu, je, yafaa kutoa zakatul fitri viatu kwa sababu ndio furaha yake iko hapo? Aljawabu la, hapana. Na haya wameyazungumza wanawachuoni. Anasema Sheikh Al-Fawzani rahimahullah ta'ala, hata innahum tawassau, kwa anazungumzia hawa ambao wametawassa katika kutumia yani kuleta ta'lilati alila katika mambo ya kisheria, wakaleta kiasi katika vitu ambavyo havina kiasi ndani yake. Anasema wametawassa hawa watu mpaka wasaru yadfa'una darahima, ikawa wanatoa pesa, wayakuluna nahnu nashtari bidarahim au nadhhab biha li baladin akhar yashtari bihi. Anasema sisi tunanunua kwa dirham
au tunakwenda nazo katika mji mwingine kuna kununua, hadha talaa'ub bil ibada, fal ibadatu tunaffadhu kama jaat 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ibada zitapitishwa kama ilivyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wala tughayyaru, na wala hazibadilishwa. فهذه الصدقه شرعت لفقراء البلد, hizi ni zaka au sadaka zimewekwa kwa ajili ya mafakiri wa mji. Hapa alikuwa anazungumzia masala ya kuhamisha zaka. Akaenda asema alhasil anna alibadat ayuha alikhwa la yajuzu taghyiruha an wad'iha alladhi wada'ahu shan. Kwa nataka mahali hapa anna alibadat ayuha alikhwa, kwamba ibada enyi ndugu, la yajuzu taghyiruha an wad'iha alladhi wada'ahu ash-shari'u, haijuzu kuzibadilisha nje ya mweko wake ambao sheria imeiweka, lihikmatin adhima, kwa hikma kubwa. Kwa man arada yatabarra lilfuqara'i, anayetaka kujitolea kwa ajili ya kuwapa mafakiri, huna au hunaka, hapa au huko, falbabu maftuh, mlango ni wenye kufunguliwa, mlango uko wazi. Lakini alibadat almukhassasa, lakini ibada zilizohusishwa كصدقه الفطر والاضحيه كما زكاه الفطر والاضحيه فهذه لا تغير عن وضعها الشرعي, hizi hazibadilishwi kwa mweko nje mweko wake wa kisheria. لانها ان غيرت عن وضعها الشرعي خرجت عن مقصود الشارع, kwa sababu zikibadilishwa nje mweko wake wa kisheria zinatoka nje ya makusudio ya mwenye kuweka sheria, wa anil masalih almutarattiba alaiha, na nje ya maslahi yenye kupatikana juu yake. Kwa hili jambo latakiwa watu watanabahi nalo. Yani hizi ni ibada. Kwa mfano udhiya, tumeambiwa sisi tuchinje mbuzi au kondoo kwa mtu mmoja, mbuzi mmoja mtu mmoja, au kama watashirikiana watu 7 wanaweza kuchinja ng'ombe au ngamia. Mekwa jaiz hii katika sheria. Ukasema mimi bana kwa uwezo wangu udhiya hii nataka nichinje farasi, kwa sababu katika mji huu farasi wengi, dunia imebadilika bwana, hata tuchinje farasi sasa. Kwani damu si ile tu, na muradi si nyama? La, si nyama. Sheria kuainisha kwamba ni kitu fulani, kuna malengo hapo, pingine ukayajua au usiyajue. Au kasema ili jogoo ni kubwa zaidi kuliko yule mbuzi nataka kumchinja, wewe kwa nini usichinje jogoo? Waambiwa hapana, au nataka nichinje mbuni mimi, mbuni atakuwa na nyama nyingi kushinda hiki kibuzi bwana. Sheria haipelekwi namna hiyo. Au katika hakika ukaona ubadilishe wewe, badala ya kuchinja mbuzi 2 kwa mtoto wa kiume na mbuzi mmoja kwa mtoto wa kike, au kondoo mathalan, kondoo 2 au mbuzi 2, tegemea mtoto mmoja mtoto wa kike au wa kiume. Ukasema sasa haitatosha, ili mradi ni kuchinjiwa tu, wacha mimi nichinje ng'ombe. Waambiwa hapana, sio sheria. Na sheria yajua kwamba kuna ng'ombe, yajua kuna ngamia, lakini kwa nini imekuwa mbuzi? Hikma hiyo anayejua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo pesa zilikuwepo, lakini haikuambiwa pesa kwenye zaka ya fitri. Zaka nyingine pesa yatolewa, watu hutoa zaka ya pesa kwa dhahabu na fedha, ikatolewa badala yake thamani kwa pesa, dinari na dirham zikatolewa, lakini sio katika zaka ya fitri. Watu hutolewa chakula. Sasa chakula gani? Ni chakula cha watu wa mji. Ushahidi uko wapi? Ushahidi wa hadithi Abu Sa'id al-Khudri anayesema kwamba muradi wa taamu pale, taamu kile ikitajwa kwa basi maana yake ni shairi au ni ngano, basi atakuwa amekwenda mbali sana katika hilo, amekwenda kinyume na msingi wa sheria. Al-ghalibu kwa wao chakula kilikuwa